Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nipende kuchukua nafasi hii kwa heshima na taadhima kubwa kuwakaribisha katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo tunaadhimisha sikukuu ya Pasaka. Atakayewaletea tafakari hii ni mimi Padre Joseph Mkusi, paroko wa Parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi Nyakasangwe, jimbo la Bagamoyo. Ndugu zangu wapendwa, leo popote duniani sisi wa Kristo na watu wote wenye mapenzi mema tunaunganika kwa pamoja kufanya sherehe ya Pasaka. Tunamshangilia Kristo mfufuka, Kristo aliyofufuka kutoka wafu, akarudia uzima wake, akatupatia wokovu. Tunakumbuka Kristo huyu aliyetukomboa kwa mateso makali, kifo cha aibu msalabani, akazikwa, akashukia kuzimu, na siku ya tatu amefufuka, amerudia uzima wake. Habari hii ni hakika, tunaipata katika masimulizi ya wainjili wote. Wale wa mama waliokwenda asubuhi, waliodamka asubuhi na mapema kwenda kaburini, walikuta kaburi li wazi, na malaika akawaambia, kwa nini mnamtafuta aliyefufuka, aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Rejea Injili ya Luka sura ya 24 aya ya 6. Yesu Kristo amefufuka, amethibitisha maneno yake aliyowaambia wanafunzi wake na wafuasi wake na mitume wake, mimi ndimi ufufuko, kweli na uzima. Neno hilo limetimia. Kristo amefufuka, amerudia uzima. Kifo chake kimekuwa ukombozi wetu, kifo chake kimekuwa fidia yetu na upatanisho wetu sisi. Kristo alipofufuka aliuangazia ulimwengu wa giza na kuwafungua mateka waliokuwa wamenaswa katika utumwa wa dhambi na kuwafanya kuwa huru, taifa takatifu la Mungu na watoto wa kanisa. Kristo aliyofufuka ni ishara ya upendo kati yetu. Tunaposhangilia sikukuu hii ya Pasaka, tunamshukuru Mungu aliyetupenda upeo. Katika upendo ule amemtoa mwanaye wa pekee. Hakumng'ang'ania mwanaye, alimwachilia mwanaye wa pekee ili aje ulimwenguni atukomboe sisi kutoka katika utumwa wa dhambi. Nasema Pasaka ni sherehe ya upendo. Yesu Kristo mwenyewe alisema, hakuna upendo mkubwa kama huu wa mtu kutoa uhai wake, kutoa nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Rejea Injili ya Yohane sura 15 aya ya 13. Napo tafakari upendo huu mkubwa wa Yesu Kristo wa kujitoa mwenyewe kuwa muhanga kwa ajili ya kunikomboa mimi, kukomboa wewe, ninakumbuka na tunakumbuka sote kwa pamoja mfano mzuri alioutoa Mtakatifu Maximilian Kolbe. Huyu alikuwa padre raia wa Poland ambaye alikuwa mtu mwema. Kwenye mwaka 1900 yeye alizaliwa 1894 na kufa 1941. Kwenye mwaka 1936 wanahistoria mnakumbuka, kulikuwa ni kipindi cha vita kuu ya dunia. Wakati ule taifa la Poland lilivamiwa na majeshi ya Kijerumani. Haya majeshi ya Kijerumani yalikuwa na siasa zao na imani zao zilizokinzana na imani ya Kikristo, na katika nyakati hizo Wakristo walipata madhulumu makubwa, na ndio katika wakati huo huyu padre mwema na mtakatifu Maximilian Kolbe alikamatwa na kufungwa pamoja na Wakristo wengine wema. Mwaka 1941 mfungwa mmoja alitoroka. Alipotoroka, maaskari wa Kijerumani walimtafuta. Walipomtafuta na kumkosa, basi ili kama fundisho na adhabu kali kwa wale wafungwa wengine wasije kurudia kitendo kile, basi walitoa adhabu hii. Walichagua wanaume 10 wakafe kwa njaa. Mwanaume mmoja alilia sana na kutoka machozi mengi na kwa majonzi makubwa. Alilia akitaja familia yake, alilia akitaja watoto wake na mke wake.
Alimsihi sana yule kamanda wa gereza amwachilie huru ili akaitunze na akaiangalie familia yake. Katika mazingira hayo ya kutisha na kila mmoja anaogopa, huyu Maximilian Kolbe padre anajitosa na anaenda kumwambia yule askari wa gereza amwache huru yule mfungwa, na yeye anakubali kwenda kufa kwa nafasi yake. Na ndivyo ilivyokuwa. Maximilian Kolbe alifungwa pamoja na wale wafungwa wenzake 9 na wakaachwa kwenye kichumba kimoja cha giza, wakakaa huko bila chakula, bila kinywaji chochote. Wenzake 9 walikufa kwa njaa, lakini yeye aliuliwa kwa sumu baada ya kupita wiki 2. Tunajifunza nini? Sio rahisi mtu kutoa maisha yake kwa ajili ya mwenzake. Tulio wengi tungependa kuendelea kuishi kwa sababu maisha ni matamu japo ni mafupi. Tunaona Yesu Kristo kwa mfano huo anakubali yeye kufa ili mimi nikombolewe, ili mimi niwe mzima. Tunaposoma katika sala ya Ekaristi ya 4 ambayo yafaa sana kuisali katika kipindi hiki cha Pasaka, ni ile sala ambayo inatuonesha ni hatua kwa hatua jinsi mpango wa ukombozi ulivyokuwa. Iko aya moja inasema, kusudi apate kutekeleza mpango wako wa ukombozi, alijitoa yeye mwenyewe afe. Alijitoa yeye mwenyewe afe, na baada ya kufufuka kutoka wafu aliangamiza mauti na kuleta uzima mpya. Kwa hiyo jambo hili la ufufuko wa Kristo ni hakika na ni kweli, kwa maana kifo cha Kristo kimekuwa fidia ya ukombozi wetu na upatanisho wetu. Mzaburi anasema, ukisoma Zaburi ya 118 aya ya 22 mpaka aya ya 24, anasema, jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tunapaswa kufurahi na kuishangilia. Hakika tunafurahi na tunashangilia ukombozi wetu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa media hii, ni kwamba tunajiuliza, kwa nini Kristo afe wakati wa Pasaka? Kwa nini Kristo afe wakati wa sherehe? Kwa nini Kristo auliwe ama auawe wakati wa uhuru? Tunapata jibu kwamba tunaposherehekea Pasaka yetu sisi wa Kristo ama Easter, hatuwezi kusahau Pasaka ya Wayahudi. Haya yote mawili, matukio yote haya mawili yanaunganika. Pasaka ya Wayahudi iliyoadhimishwa kila mwaka tarehe 14 na 15 ya mwezi Nisan, mwezi wa kwanza kwa kadiri ya kalenda ya Wayahudi wa Ibrania, ilikuwa ni kumbukumbu yao ya kukombolewa kutoka utumwani Misri. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura 12, tunapata simulizi refu na zuri, ambapo katika siku hiyo ya ukombozi wao Mungu alipiga pigo la mwisho, na ili pigo la mwisho lilipigwa wakati ambapo wana wa Israeli walipoambiwa na Musa wamwandae kondoo dume wa mwaka mmoja, msafi, mzuri, asio na ukuruto, asio na kasoro yoyote. Kondoo yule alichinjwa na nyama yake ikaliwa. Damu yake ndio ilikuwa na thamani kubwa. Damu ilipakwa katika miimo ya mlango, na usiku ule walipomla yule mwanakondoo ama mwanambuzi, basi malaika wa Bwana alipita akaluka nyumba za wana wa Israeli. Passover alivuka, Passover aliziluka, na akasababisha kilio kikubwa katika nyumba ya wana wa Misri, ambapo wana wazaliwa wa kwanza wa binadamu na wana wazaliwa wa wanyama walikufa. Na kwa sababu hiyo yule Farao mfalme wa Misri akawaruhusu wana wa Israeli waondoke. Kwa hiyo ilikuwa ni tendo la furaha sana la ukombozi wa kimwili kutoka katika utumwa wa mwili. Walitumika kwa miaka mingi, karibu miaka 400, na wakifanyishwa kazi ngumu, kubeba matofali ya moto, kuchapwa viboko na kadhalika. Sasa Mungu aliwaagiza kwamba iwe ni siku ya kumbukumbu kwao, wakumbuke siku ambapo walipokombolewa. Na tuna ushahidi kwamba hata Kristo alikula Pasaka enzi za utume wake, na tunaona tukio hili liliendelezwa hata baada ya kufika katika nchi yao ya ahadi. Walikumbuka tukio hilo
kwa kula mikate isiyotiwa chachu na kadhalika, na kutoa katekesi kwa watoto wao kuelezea jinsi tukio lao la ukombozi lilivyofanyika. Tunaona katika karamu ya mwisho ya Kristo, anabadilisha Kristo mwenyewe kutoka utamaduni ule wa kale wa kuchinja mwanakondoo na kumla kwa kadiri ya idadi yao na kadhalika, na kupeana mafundisho kwa kadiri walivyokombolewa kutoka utumwani Misri. Sasa tunaona ile siku ya Alhamisi Kuu jioni, Kristo alipokula karamu ya mwisho na mitume wake, anasema maneno haya alipotoa mkate na kubadilisha kuwa mwili wake na kuambia mitume, twaeni mle nyinyi, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Na kisha anatoa kikombe cha divai. Ukisoma katika sala ya Ekaristi ya 4 ambayo inasema vizuri, akatoa kikombe kilichojaa divai na kushukuru, kisha akawapa mitume akiwaambia, twaeni mnywe wote, hii ndiyo damu yangu, damu ya agano jipya itakayomwagika kwa ajili ya wote na kwa maondoleo ya dhambi. Kisha anawaagiza, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Kwa hiyo sasa hawa mitume, wafuasi wa kwanza wa Kristo, wanaelekezwa sasa kumkumbuka Kristo wanapokula Pasaka. Si tena ukombozi wa Misri ulioletwa na Musa, ukombozi wa kutoka utumwani kule kwa Farao. Sasa ni utumwa wa dhambi, maondoleo ya dhambi. Kristo anashinda hayo mauti. Yohane Mbatizaji aliwafundisha wafuasi wake, wanafunzi wake, akimtambulisha Kristo kwao kama mwana kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 1 aya 36. Yesu Kristo anafananishwa na mwana kondoo wa Pasaka. Ukisoma kwenye Zaburi ya 40 aya 6 mpaka aya 7 tunakutana na maneno haya: dhabihu na matoleo hukuzitaka, sadaka ya dhambi hukuzitaka, ndipo niliposema tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa kuyafanya mapenzi yako. Kwa hiyo Kristo mwenyewe anajitoa, ndio maana anasema twaeni mle yote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa. Kwa hiyo mwili wake unatolewa kwa ajili ya ukombozi wetu. Kristo anachinjwa kama alivyochinjwa mwana kondoo ambaye damu yake ilikuwa ni sababu ya ruhusa ya wana wa Israeli kutoka utumwani. Tukio hili la Pasaka ya Wayahudi na Pasaka ya Wakristo linakuja kupata muunganiko pale tunapoona ile siku ya Pasaka ambapo ndio Kristo alihukumiwa. Basi tangu asubuhi majira ya saa 3 kuhani mkuu alimwandaa kondoo ambaye alimfunga madhabahuni kwa ajili ya kuja kumchinja saa 9. Na Yesu alipokamatwa tunaona ni asubuhi na anahukumiwa, na tangu saa 6 anapoangikwa msalabani kunakuwa na giza kuu na tetemeko, na saa 9 kabla ya kukata roho anatamka maneno ambayo yalitamkwa na kuhani alipokuwa akimchinja yule kondoo: yametimia. Yani sasa maandiko yametimia, utabiri umetimia, kwamba ukombozi sasa umetimia. Ile kiu yake aliyokuwa nayo Kristo, nina kiu, inatimia kwa kuwakomboa wanadamu. Kwa hiyo ndugu wapendwa, tumekombolewa kwa damu ya thamani sana, na tendo hili la ufufuko ndio linakamilisha huo ukombozi wetu. Maana Mtume Paulo anasema kama Kristo asingefufuka basi imani yetu ni bure. Kwa hiyo sasa Kristo amefufuka, amekuwa sababu ya matumaini mapya, amekuwa sababu ya kutuaminisha sisi ambao tunamfuata, tukidumu na kutembea katika njia hii aliyotuelekeza, imani hii, tutamfikia yeye. Ndugu zangu wapendwa, tumekuwa na mazoea ya kuadhimisha Pasaka kila mwaka. Wengi tunaona kama kumbukumbu, lakini kwetu sisi si kumbukumbu, inafanyika upya kila siku. Mtakatifu Agustino alisema Pasaka ni mwanzo mpya wa maisha ya Mkristu. Mkristu lazima afufuke na Kristu, yani afufuke kiroho, aache maisha ya dhambi na kuanza mwenendo mpya wa maisha ya Kikristu ndani ya Kristu mwenyewe. Tunapoadhimisha Pasaka ni nafasi ya kupata tafakari mpya, ni nafasi ya kuruhusu sherehe hii ya Pasaka, huyu Kristo mfufuka atufanye upya. Sherehe hii ya Pasaka ilete vuguvugu jipya la makuzi ya kiimani.
ilete mageuzi na mabadiliko ya ndani yanayotusaidia kubandukana na utumwa wa malimwengu. Leo watu tumekuwa watumwa wa mitandao ya kijamii. Watu muda wote tupo kwenye simu, tunaangalia nini kimetokea, na taarifa zingine ni chafu na mbaya, zinaharibu hata taswira yetu sisi wa Kristo, watoto wa ufufuko. Lakini pia tumekuwa watumwa wa pesa. Wengine kwa sababu ya kutaka pesa za haraka wametumikishwa na kufanyishwa vitu vya aibu na kutendeshwa katika mambo mabaya, na wengine wamekuwa kama midoli, kama wanasesere, hawatumia akili zao sawa sawa kufikiri kwa hekima na busara. Wengine katika kutafuta vyeo na madaraka tumebadilika. Leo hii tuna msamiati unaitwa uchawa. Yote hiyo ni kwa sababu ya kutumikia malimwengu, kutumikishwa na mwili, na tunaacha kukubali kuwa watoto wa Mungu tuliokombolewa. Kwa hiyo ufufuko wa Kristo uamshe upya nguvu zetu na matendo yetu yampendeze Mungu. Lakini pia Pasaka inatoa ujumbe mkubwa sana kwetu kwamba uovu sio fadhila na ubaya hauna tuzo. Ubaya malipo yake ni mabaya, na mwisho wa ubaya ni aibu. Wale wote walioshadikia na kushabikia lile tukio la siku ya Ijumaa Kuu, wale makuhani wakuu, Mafarisayo, Mayahudi na wapita njia na watu waliokuja tu kwenye kula sikukuu, ambao walisema aondolewe, asulubishwe, hatumtaki na kadhalika, baada ya ufufuko wa Kristo wamepata aibu. Maskari waliokuwa wakilinda kaburi walitimua mbio. Badala ya kutangaza ufufuko wa Kristo, wanapewa pesa wakazime sauti hii, ambapo haikuwezekana kama. Kwa hiyo ubaya hauna malipo ya maana. Tunafundishwa kuwa wema. Pasaka ni ushindi dhidi ya uovu kwenda kwenye maisha ya neema. Tunavuka kutoka katika maisha ya dhambi na kwenda kwenye maisha ya neema. Tunavuka kutoka katika utumwa wa dhambi na kwenda katika maisha ya wana wa Mungu, watoto huru wa Mungu, wacha Mungu. Kwa hiyo tutumie vizuri uhuru huu aliopatia Kristo, ili kwa njia ya uhuru huu tuliopewa na Kristo, siku ile ya mwisho ya hukumu tustahili kabisa kuingia mbinguni. Asije kuja siku ya mwisho Kristo akatuhukumu na kwenda motoni, bali tutumie uhuru huu tuliopewa na Kristo kwa faida, ili tuweze kunufaika kuingia katika uzima wa milele. Mwisho kabisa, ufufuko wa Kristo utufanye tuwe viumbe vipya. Mtume Paulo anasema, sasa mmefanyika kuwa viumbe vipya, ya kale yamepita na mmekuwa wapya. Na anatuelekeza vizuri Mtume Paulo, kwa kuwa tumefufuliwa na Kristo, tuyatafute yaliyo juu Kristo alipo. Kwa hiyo sisi sio wa ulimwengu huu, japo tuko ulimwenguni, na sisi ni mahujaji wa matumaini. Mwaka jana tuliadhimisha hiyo, mahujaji wa matumaini. Tunaalikwa kutenda mema kwa wote, tusichoke kutenda mema, tuwe vyombo vya amani. Na amani hii ianzie ndani ya mioyo yetu. Hii ndiyo amani anayotupatia Kristo, ndiyo amani anayopatia mitume. Amani kwenu. Amani hii ianzie ndani ya mioyo yetu na itoke katika mioyo safi na dhamira njema. Amani isubiriwe mdomoni, isubiriwe kwenye mitandao ya kijamii. Wanahubiri amani, wanatangaza amani, lakini ndani ya mioyo yao wanawaza vita, wanawaza utekaji, wanawaza mauaji, wanawaza ubabe, ukatili na matendo mengine ya kinyama yasiyo ya kiutu. Kwa hiyo tubebe ujumbe huu wa Kristo wa amani, tuupeleke kwa ndugu zetu, tuupeleke katika familia zetu, tuupeleke katika vyama vyetu vya kisiasa, tuupeleke katika timu zetu za mpira, tuupeleke katika majumba yetu ya imani, majumba yetu ya dini, tuipeleke kokote kule tutakapokutana, ili kusudi kwa kudumisha amani kati yetu tutaweza kushirikiana, na tutakaposhirikiana tutafanya kazi kwa pamoja. Tukifanya kazi kwa pamoja, ambapo kila mmoja atavuja jasho ambalo ni la haki, tutapata hayo maendeleo, na hayo maendeleo yatatupa furaha, na hiyo furaha itatufanya tufurahie kuwa pale tulipo. Ndugu mpendwa, ninapohitimisha tafakari yangu, niwakumbushe tu kwamba Kristo amefufuka, hayupo tena kaburini, yu mzima, ametutangulia kwenda Galilaya. Kipindi cha Kwaresima tulijiandaa vizuri sana, tumeacha baadhi ya matendo, tukaamua kabisa kuwa wema. Basi
zile taratibu nzuri, nidhamu njema tulizoshika kipindi kile cha Kwaresima tuendelee nazo, isije kawa baada ya kuingia kwenye kipindi hiki cha furaha ya Pasaka, baada ya kuwa vyombo vipya viteule vya Mungu, watakatifu wacha Mungu, tukabadilika na kuwa watu wabaya, bali tuendeleze yale mambo mazuri tuliyoyafanya kipindi cha Kwaresima mpaka tulipoingia leo hii Pasaka. Tusitumie yale mambo mazuri tuliyoyafanya kipindi kile cha Kwaresima kama ngazi ikatupandisha kufika kwenye sikukuu ya Pasaka. Ukishapanda kwenye ngazi ukafika kule ulipokuwa unataka, sasa ngazi inakuwa haina faida. Watu wanasema watu wafupi ndio waligundua ngazi. Sio kama ni kweli, lakini nataka kusema haya matendo mema mazuri yaliyotusaidia kufikia kipindi hiki cha Pasaka tuendelee nayo, tuyadumishe na tuyaenzi, na tudumishe haki na amani katika maisha yetu. Nawatakia sherehe njema ya Pasaka. Tusherekee wote kwa furaha, bila ubaguzi, bila kuoneana wivu na kadhalika. Tufurahi wote kwa pamoja, kwa sababu Kristo amefufuka kwa ajili yetu sote. Aliwaletea tafakari hii ni mimi Padre Joseph Mkusi, paroko wa parokia ya Nyakasangwe, Jimbo Katoliki Bagamoyo. Asanteni na kwaherini. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.